Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wapenzi wa kripu zangu, wapenzi wa masomo yangu. Inshallah ta'ala leo sizungumzi sana, isipokuwa nimewaletea maelezo mazuri ya hii fimbo yetu, fimbo ya nuru. Fimbo hii inaitwa fimbo ya nuru. Nilishatengeneza fimbo, nikatengeneza fimbo ya zarabanda, nikatengeneza fimbo ya nyoka, nikatengeneza fimbo ya nyuki, lakini zote kwa zote nimeamua nguvu yote niweze kukita katika fimbo hii. Fimbo hii ina maajabu makubwa sana. Fimbo hii kwanza ni msaada mkubwa katika masuala ya mambo ya tiba. Fimbo hii ina uwezo wa kukuonyesha majambo katika kioo. Unafanya namna gani? Unachukua kioo chako, unakiandika ndani ya kioo ya nuru ya huwa, ya nuru ya huwa mara 7, halafu kisha kile kioo unakitia katika maji, halafu kisha katika yale maji unakoroga na hii fimbo, huku unasoma mara 21. Kisha shikilia fimbo yako namna hii, halafu funga macho, anza kusema: ewe nuru, nuru ya mashariki, nuru ya magharibi, nuru ya kusini, nuru ya kaskazini. Mwanga huzaa giza na giza huzaa mwanga. Ninaomba kwa utukufu wa fimbo hii, nahitaji kuona kila kinachonisibu katika maisha yangu. Kisha shikilia fimbo yako namna hii na tazama katika yale maji, kisha funga macho ukiwa unasema ya huwa ya nur, ya huwa ya nur. Wallahi utaanza kuona kama mawingu, utaanza kuona kama nyota, utaanza kuona kama mwezi. Kisha pale pale stopisha na useme sasa jambo lako unalolihitaji. Nahitaji kuona kitu fulani. Kama umekuja mwezi, basi sema: ewe mwezi, ninaomba kujua au kuona kitu fulani, na inshallah taala utakiona kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Halafu fimbo hii pia vile vile katika mapenzi inafanya kazi kubwa sana katika masuala ya mapenzi. Hii fimbo iko na majina. Majina haya ni majina matano. Kuna jina ya Allah, ya huwa, ya nur, ya Jabbar, ya Malik. Kila jina lina ukuu wake, lina nguvu yake, lina miujiza yake. Inshallah taala kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia katika fimbo yako hii kuna hatama Suleimani, hatam Suleimani. Halafu hapa kuna Bismillahirrahmanirrahim. Halafu hapa kuna nini wanaita piramidi, piramidi ya Ghazar, piramidi ya Ghazar, wengine wanaita Utatu Mtakatifu. Hapa kuna Batwada, Zahaja wa Ahi, Buduhun Ajhazatun, Buduhin Azhajatun, Baduhil Hatal Futuhin. Ina siri kubwa sana hizi herufi na zina mambo makubwa sana hizi herufi. Katika jicho huku, kwenye jicho la hii fimbo, ndani kuna dawa ambayo imewekwa hadi hapa, halafu ikazibwa juu yake likawekwa jicho kama tizamio la kuweza kufanyia majambo. Nadhani maelezo zaidi utayapata katika kitabu chake. Na huku kwa nyuma, huku naona hichi kishimo kwa ndani, kile kishimo kimekuja mpaka hapa, na chenyewe kina dua yake na tarasimu zake ambazo zimeingia hapo. Inshallah taala kitabu fimbo hii itauzwa 500,000. Fimbo hii nimeidabo fimbo zote. Nadhani waliotumia fimbo ya Zalabanda waliona, waliotumia fimbo zangu zote wameona nguvu zake na maajabu yake, lakini sasa hii itakuwa na maajabu makubwa zaidi. Lakini kwa ofa fimbo hizi nimetengeneza fimbo ziko 100 ambazo zitatoka kwa gharama ya shilingi 350,000.
3 na shilingi na 50 na asante sana. Na pia katika fimbo hii ukihitaji kuweza kumwadhibu adui, kumwadhibu mwizi, unafanyeje? Maelezo yako katika kitabu chake, lakini nitakupa kidogo. Unaweza ukaenda katika lalo la zamani, chukua fimbo yako namna hii, halafu sema, wewe uliyelala hapa, nimekuja kukuamsha nikuagize kwa fulani bin fulani, kwa utukufu wa fimbo hii, kwa utukufu wa miujiza iliyomo ndani ya fimbo hii, nahitaji uamke ukanifanyie majambo yangu. Unapiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lakini katika ile lalo utakuwa umeweka nini? Basi utaipata katika kitabu chake cha maajabu ya fimbo ya nuru. Fimbo hii inaitwa fimbo ya nuru. Kabla hazijaisha wahi fimbo hii uone miujiza yake. Pia fimbo hii ina uwezo wa kumtibu mtu. Kama mfano mtu mwenye mapepo, basi chukua glass ya maji, tia ndani ya glass, koroga namna hii, koroga namna hii, huku unasema unasoma yale maneno, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya nur, ya nur, ya nur, ya huwa, ya huwa, ya huwa, ya jabbar, ya jabbar, ya jabbar, ya malik, ya malik, ya malik, mara 3. Kisha mpe mtu mwenye mapepo anywe yale maji, mengine ajipakaze, halafu usikilize habari yake jinsi itakavyokuwa. Na mahali ilipo fimbo hii, mchawi hawezi kukanyaga kabisa. Fimbo hii ni fimbo ambayo ina maajabu makubwa sana, na pia ina uwezo wa kukuashia mwanga katika giza. Una uwezo wa kumuita kiumbe nuru. Unaweza ukaweka fimbo yako mbele yake unaweka kioo, halafu fimbo inafuatia, halafu katika kile kioo utakuwa umeandika nuru ya asubuhi. Kisha zima taa zote, pabaki giza, anza kusema ya nuru subuhi, ya nuru subuhi, mpaka utakapokuja mwanga, huyo kiumbe kafika, basi sema shida yako itaweza kutatuliwa inshallah taala kwa uwezo wa Allah subhanahu wa taala. Fimbo hii ina nguvu sana, na fimbo hii imefanyiwa dua nyingi sana, na imefanyiwa dua kubwa sana. Fimbo hii ni kinga, fimbo hii ni mvuto, fimbo hii ni mapenzi, fimbo hii inafanya kila utakavyokuwa umejaliwa. Fimbo hii ina katoto kake ambako unaweza ukawa unaweka katika kibegi chako, utatembea nayo badala ya kutembea na hii fimbo kubwa. Umeona, badala ya kutembea na hii fimbo kubwa, kuna kafimbo kadogo kake, katoto kake hii fimbo, ambako ukipewa fimbo hii unapewa na kale kadogo kwa ajili ya kuweza kuwa nako, na kale kadogo ndiyo kama remote ya kumuamsha huyu. Kale kadogo ndiyo kama remote ya kuiamsha hii inaweza ikabaki nyumbani. Na hii katika kitunzio chake unatunzia katika kitambaa cheupe au kitambaa cha kijani. Kitambaa cheupe au kitambaa cha kijani ndipo sehemu ya kufunga, au kama unaweza shona kimfuko cha kijani au cheupe, basi tia fimbo yako hii, inshallah taala utaona jinsi itakavyokuwa na kufanyia majambo. Na pia vile vile katika kitabu chake kuna maneno ya kusema kwa ajili ya kuipa nguvu zaidi fimbo yako. Asante sana wabeja kunitagereka soda ngeni. Na pia vile vile katika mambo ya ufunguzi, labda kama umefungwa, unahisi una nini, labda huelewi, unataka uweze sasa kuelewa kwa kupitia fimbo hii, basi unaweza ukaifusha ubani maka, kisha ukatia katika mchago wako unakolala kwa mbele, au ukaisimamisha hivi kawa imesimama, alafu ukalala ukiwa uko safi. Hakika wallahi na kuapia kwa Mwenyezi Mungu, utaoteshwa kila jambo unalohitaji kuweza kulijua au kulifahamu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah
Mwenyezi Mungu namshukuru sana kwa kunijalia ujuzi wa kuendelea kuvumbua vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kutusaidia sisi wataalamu wa tiba za asili. Kuna pete, pia kuna vidani, pia kuna vitabu mbalimbali. Kitabu cha ilmu ya mimea katika tiba na uchawi pia na chenyewe kipo kimeshatoka. Inshallah tunaendelea kupeana elimu kidogo kidogo. Hakuna mwenye kuwa na elimu zaidi isipokuwa tunapopata elimu kidogo tunasaidiana. Wabeja sana, na Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi kwa kila jambo, na Mwenyezi Mungu atukinge na shari za majini, mashaitani na watu pia. Manake katika mashaitani kuna shaitani binadamu, kuna shaitani jini, kuna shaitani pepo. Watu tunashindwa kutofautisha pepo, jini na shaitani. Shaitani hata binadamu unaweza ukawa shaitani. Fimbo hii inaweza kukuepusha na mashaitani kama hao. Jinsi ya kuweza kuwarekebisha na kuwapa adabu kidogo, basi maelezo zaidi yako katika kitabu chake. Usikikose hichi kifimbo. Kwa Rr3.5 unapewa fimbo, unapewa na fimbo nyingine ambayo ni ndogo yake kama limoti, unapewa na kitabu chake kutoka kwa Soda Yangeli. Thank you very much now to the world. Na pia vile vile napenda sana kuweza kushauri kwa wale wanaotumia fimbo hii. Fimbo hii inataka usafi. Kwa hiyo kama huwezi usafi, basi usichukue fimbo hii, isije ikakuadhibu mwenyewe. Na pia fimbo hii haihitaji kuchinjiwa. Chakula chake ni ubani na udi. Ubani, maka na udi wa kunukia vizuri, basi unaweza ukatumia kuifusha fimbo yako. Kinachofanya kazi na kinachofanya nguvu katika kila jambo la aina yoyote huwa ni takwa. Hata unaposoma dua, kuna watu wengine anasoma dua ili mradi kasoma, basi majibu yake yanakuwa ni mtihani. Wengine wanakwenda kanisani ili mradi kaenda, anafika huko anasinzia, majibu yake ni mtihani. Wengine anakwenda kusomewa dua, lakini wakitoka hapo bado watalalamika, bado inakuwa ni tatizo la imani na takwa. Na uchafu pia unasababisha vitu visiweze kujibu kadri ya jinsi unavyotaka. Inshallah taala, Mwenyezi Mungu atuhifadhi na atufanyie wepesi wa kila jambo. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wameja kusikiliza Soda Yangeli. Thank you very much.